anasema angalieni sifa machoni pa watu kusudi mtangaze au kwa maana mkifanya kama hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usijepanda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo na Mungu na njia, ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe siri, na Baba yako aonaye siri atakulipa. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wanapenda kusali hali wamesimama katika migongo na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na kisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Nanyi mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu huwa mnahitaji kabla ninyi hamjamuomba. Basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo madeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Namba 14. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Namba 15. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi. Amen. Amen. Somo la sita la Injili ya Yanjani ni maombi yanayojibiwa. Mathayo wa 6 mstari 1 hadi 15. Kwanza, ni nini hutokea tunapoomba? Luka wa 11 mstari 13. Tunapoomba, Roho Mtakatifu hutolewa. Roho Mtakatifu huja juu ya mioyo yetu. Maombi ni fursa ya pekee ambayo waumini pekee wanaweza kuifurahia. Hata hiyo, muamini tayari ana Roho Mtakatifu anayekaa ndani yake tangu wakati anapompokea Kristo. Kama moja wa Korintho wa 3 mstari 16
isemavyo, je, hamjui kuwa nini mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Sasa kwa nini Yesu alisema katika Luka wa 13 mstari 13, Luka wa 11 mstari 13, je, Baba aliye mbinguni atazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu au waombao ikiwa Roho Mtakatifu amekwisha kutolewa? Kwa nini aseme atatolewa tena? Yesu hafanyi makosa. Nini basi maana ya kwamba Roho Mtakatifu hutolewa tena kwa wale wanaoomba? Waamini anapompokea Yesu, Roho Mtakatifu anayekaa ndani ni kazi ya kumtia muhuri kama mtoto wa Mungu. Kwa fupi, inamaanisha wamepata hali ya kuwa mtoto wa Mungu ambayo haiwezi kuputa kamwe. Hata hiyo, kwa sababu tu hali yetu imebadilika, haimaanishi kwamba mara moja tunafurahia baraka halisi za hali hiyo. Ni kama mtoto aliyezaliwa katika familia ya kifalme. Tangu wakati wa kuzaliwa, yeye ni mwana mfalme, lakini hafurahi mara moja mamlaka yote ya kivitendo ya mwana mfalme. Ili kutumia fursa hiyo, mwana mfalme mchanga lazima kwanza aniwe maziwa na kukua, ajifunze kutembea na kukua kuwa mtu mzima mwenye nguvu kupitia chakula na mafunzo. Ni pale tu anapokuwa na vifaa kupitia masomo ya mara kwa mara na nidhamu, ndipo atatambuliwa kama mwana mfalme ambaye hata maafisa wazee hawawezi kumpuuza au kumtumia vibaya. Bila shaka, hata kama mwana mfalme atakuwa na ulemavu au akawa muasi mvivu, hali yake kama mwana mfalme haibadiliki. Hata hivyo, wakati hali inabaki, mwana mfalme asiyekoma hawezi kupata na kufurahia kikamilifu fursa zake za haki. Hivyo, mara muamini anapompokea Yesu Kristo kama Mwokozi na kupata hali ya kuwa mtoto wa Mungu, ambapo Roho Mtakatifu anakaa, yeye ni mtoto wa Mungu hata iweze. Hata kama tunafanya makosa, hali yetu haibadiliki. Hakuna majuto katika wokovu wa Mungu. Hata hivyo, kuokolewa haimaanishi kwamba mara moja tunafurahia siri na baraka za kuwa mtoto wa Mungu, kwa sababu bado hatujakoma. Tunashindwa kufurahia hali hiyo, lakini tunapokuwa vizuri kama watoto wa Mungu, tunaanza kuishi maisha yanayostahili hali hiyo hapa duniani. Kuishi kama mtoto wa Mungu hakutimizi kwa juhudi zetu, bali kwa neema. Kuna mmoja anayekusaidia kuishi kama mtoto wa Mungu, Roho Mtakatifu
msaidizi. Hapo awali tulikuwa wale ambapo tusingeweza kuokolewa kama kwa nguvu zetu wenyewe. Kwa hiyo wokovu ulikuwa kwa neema ya Mungu kabisa. Vivyo hivyo kutambua na kufurahia siri na baraka za kuwa mtoto wa Mungu baada ya wokovu pia ni kwa neema. Kufurahia baraka hizi si kwa juhudi au bidii yetu. Hutokea kabisa kupitia neema ya msaada wa Roho Mtakatifu. Kupata na kufurahia baraka za muamini si kupitia sheria, bali kupitia neema. Yule anayetoa neema hiyo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anayetusaidia kuingia mahali pa neema ili kufurahia baraka hizi. Hufanya kazi tunapoomba. Muamini aliyeokolewa anapoomba, Roho Mtakatifu wa neema huja juu yake. Unapompokea Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anakutia muhuri na kukaa ndani yako milele na milele. Unapoomba, Roho Mtakatifu anayesaidia hufanya kazi ili kukuwezesha kufurahia. Kwa hiyo njia ya mkato kwa muamini kuwa kama muamini na kufurahia baraka alizopewa ni msaada wa Roho Mtakatifu. Huyo Roho anayefurahia hutolewa kwa wale wanaoshikilia agano sahihi na kuomba. Kilicho cha dharura kwa asiyeamini ni wokovu. Kilicho cha dharura kwa muamini ni kazi ya Roho Mtakatifu ambaye huwasaidia kuifurahia. Hivyo hakuna zawadi kubwa au bora kwa mtu aliyeokolewa kuliko kuomba na kupokea utendaji wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapofanya kazi katika muamini, kazi ya ufurahiaji hufuata kiasili. Hii ni kwa sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo. Kristo ndiye mpatanishi wa matatizo yote. Roho wake anapokuja juu yetu, kiasili matatizo yote hutatuliwa. Kupitia ufurahiaji wa kazi ya Roho Mtakatifu, hata tabia mbaya za zamani zilizokita mizizi huvunja na kutatuliwa. Ingawa tumekuwa waamini kwa waamini Yesu Kristo, kumwamini Yesu Kristo, tabia za kidunia za kabla ya fikra hasi, wasiwasi, hofu na malalamiko na matatizo mengine ya kiakili, pamoja na uraibu kama ubinadamu, udanganyifu, michezo ya video, simu, kamari, pombe, tumbaku na dawa za kulevya vinaweza kubaki. Katika hali kama hizi, wengi hujaribu kushinda matatizo haya ya kiroho na tabia mbaya kupitia nguvu zao wenyewe. Nguvu zetu wenyewe.
Hata hivyo, kadri tunavyojaribu kutatua haya kupitia juhudi zako na zetu mwenyewe, ndivyo unavyoshindwa zaidi. Hatimaye waumini wengi hukata tamaa, wakisema nina imani kidogo sana kiasi kwamba siwezi hata kuacha pombe ama tabia mbaya. Lakini imani haitumii hivyo. Juhudi za kisheria haziwezi kuita imani. Imani hutumia kutazama na kutegemea neema ya Mungu kamili. Kwa hiyo huachi pombe kwa juhudi. Unaacha kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. Kila kitu kinatatuliwa kwa njia hiyo. Hii ndio Injili halisi. Huu ndio uelewa sahihi. Ikiwa hauelewi kwa njia hii, na mambo yanabadilika. Kupitia juhudi zako mwenyewe si neema. Hiyo inasababisha kujivuna na kutolewa. Kwa nini wengine wanahangaika na tabia za zamani? Mtu aliyepokea neema kikweli anajua vizuri sana kwamba mabadiliko yake si sifa yake, bali ni kazi ya Roho Mtakatifu kabisa. Hivyo wanafurahia unyenyekevu na uhuru ndani ya ukweli. Kwa hiyo ukweli kwamba Roho Mtakatifu hutolewa tunapoomba ni baraka kuu zaidi. Basi, ikiwa nini mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipaji vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu au waombao? Mtoto wa Mungu anapoomba neema ya msamaha na mlengo wa maombi ya maombezi hupunguliwa. Biblia Kutoka wa 32 mstari 32. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo jivute na kuishi katika kitabu chako ulichokiandika. Haya ni maombi ya Musa akitafuta neema na kutubu kwa niaba ya Waisraeli baada ya ibada yao ya sanamu na uasi. Mungu alipendeza na maombi haya ya maombezi ya Musa. Una fursa ya maombi ya maombezi, kutubu kwa niaba ya dhambi za taifa lako na familia yako na ukoo wako, na kutafuta rehema. Waamini wana fursa ya kikuhani, kazi kuu ya kuhani katika Agano la Kale
ilikuwa huduma ya maombezi, akitoa dhabihu za damu na maombi ili kupitia makosa ya watu. Tangu leo, unapaswa kushiriki katika huduma ya maombezi kwa ajili ya familia yako isiyoamini na ukoo wa isiyoamini na taifa yako ya isiyoamini kupitia maombi. Muamini anapopinga shetani kupitia maombi, shetani hupungua. Mathayo wa 12 mstari 28 hadi 29. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Au awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mamlaka ya Kristo anayeshikilia mamlaka yote mbinguni na duniani ndio asili yetu. Roho wa Mungu Muumba aliyetengeneza mbingu na dunia tayari yuko ndani yetu. Tunapotegemea mamlaka yake na kuomba amri kwa jina la Yesu, shetani hupunga na kuja. Matendo ya Mitume wa 2 mstari 1 hadi 13. Roho Mtakatifu anapokuja kwa ukamilifu, matatizo yote hutatuliwa na kazi ya Injili inatokea. Waamini wanapokusanyika na kuomba kwa umakini, wanapokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Iwe ni kukusanyika pamoja au kuomba peke yako, maombi ya mara kwa mara huleta ujazo wa Roho Mtakatifu. Matendo wa 12 mstari 1 hadi 10. Petro anaachiliwa kutoka gerezani kupitia mamlaka. Muamini anapoomba kupitia malaika. Muamini anapoomba, majeshi ya mbinguni yanahamasisha na mambo ambayo ulimwengu hauwezi kuelewa huanza kutokea. Pili, imani ya maombi. Ili kupokea majibu ya maombi, mtu lazima awe na imani. Waebrania wa 11 mstari 6 inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hii ni imani ya namna gani? Ni imani katika nguvu za Mungu. Mungu anafanya kazi hata sasa kama Roho asiyeonekana kwa macho. Mungu anafanya kazi kweli na kutimiza neno lake. Hii inahusu imani inayoona ukweli huu. Katika Waebrania wa 11 tunaona kwamba wale waliokuwa na imani wote walifanikiwa hata ilipoonekana kuwa haiwezekani. Wakati wale wasio na imani wote walishindwa hata mambo yalipoonekana kuwa yanakwenda vizuri. Ngazi gani imani? Lazima usiombe kwa kiwango chako mwenyewe. Lazima uombe kwa kiwango
cha Mungu. Mungu anaweza kufanya. Kuomba kwa kiwango chako mwenyewe si maombi ya kweli. Ni kama wimbo wa kuabudu sanamu. Mungu ni Mungu wa miujiza na Mungu wa uumbaji. Lazima uombe katika kiwango hicho. Isaya wa 43 mstari 18 hadi 19 inasema kwamba Mungu ndiye anafanyaye njia jangwani na mito nyikani. Wale wenye imani hii hupokea majibu. Natumaini utapokea majibu kwa njia leo. Lazima utambue Mungu kwa usahihi. Yani lazima umjue Mungu vizuri. Lazima tuwe na imani sahihi ya kibiblia kuhusu yule tunayemuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina la Mungu ni tofauti, si kama jina la pepo fulani, si kama sanamu ya Maria iliyotengenezwa kwa jiwe, si jina linalopatikana katika dini ambapo lazima ujenge jengo kubwa, uoge na upunge ili kukutana naye. Mungu ni roho na yeye ni mtakatifu kabisa. Kwa hiyo unapoomba kwa jina la Yesu Kristo unapokea majibu. Lazima umjue Mungu muumba, mwenye kujua yote, mwenye nguvu zote, na aliyepo kila mahali, anayeketi kwenye kiti cha enzi. Ikiwa unamuona Mungu kama ushirikana au sanamu tu, atafanya kazi katika maombi yako. Hata kabla hujaomba, Mungu tayari anajua kiwango cha utambuzi wako na imani yako. Kwa hiyo kuingia katika hatua ya kujua na kuamini hata siri kuu za Mungu ndio siri ya maombi yenye nguvu. Kumjua Mungu zaidi kupitia harakati za neno ndio ufunguo wa ushindi katika maombi. Hivyo neno na maombi havitenganishi. Lazima ujue nguvu ya jina hilo. Mungu anamiliki nguvu halisi. Lazima ujue nguvu za jina hilo. Mungu anamiliki nguvu halisi. Jina lako litakaswe. Nguvu ni mtakatifu kiasi gani na anastahili heshima na utukufu kiasi gani? Ungamo ambalo si la mazoea bali la kivitendo na la uzoefu ndilo imani ya maombi. Tazama ungamo la Daudi, ukiri la Daudi aliyepokea majibu. Wewe unanizia mimi na upanga na pumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli,
uliowatukana. Daudi pia alisema, huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mfalme Hezekia alisema nini katika hali mbaya? Aliomba kwamba jina la Bwana litukuzwe kati ya mataifa yote ya dunia. Tunaomba kwa jina la nani sasa? Tunaomba kwa jina la Mungu, yani kwa jina la Yesu Kristo. Sifa za muombaji. Si kila mtu anaweza kuomba, ni mtoto wa Mungu pekee anayeweza. Baba yetu ni mtoto wa Mungu pekee aliyempokea Yesu Kristo anayeweza kuomba. Yohana wa 1:12. Mtazamo wa muombaji. Baada ya imani, jambo muhimu zaidi ni maudhui ya maombi. Yule anayeijua Injili na kutafuta ufalme wa Mungu upanuliwe kupitia Injili. Wale wasioijua Injili hawana sifa ya kupokea majibu. Mathayo wa 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Ikiwa huijui Injili, hujui ufalme wa Mungu. Ikiwa hujui ufalme wa Mungu, hutaweza kupokea kila kitu kingine. Ufalme wa Mungu ni nini? Ni ufalme unaotawaliwa na Yesu Kristo, ufalme wa Injili. Kristo anapokuja juu ya eneo, ufalme wa Mungu umefika hapo. Ufalme wa Mungu lazima uje juu ya ulimwengu wote sasa. Afrika iko katika migogoro hivi sasa kwa sababu wanakosa jambo moja. Hata kukiwa na makanisa mengi, matatizo hutokea kwa sababu hawaelewi matatizo ya kiroho. Kwa nini matatizo yalikuja? Kwa sababu waumini wetu kama sisi hawakuzungumza juu ya siri ya Kristo ya ndani. Ukisema siri ya Kristo kwa usahihi, kazi zitatokea. Sema mambo mengine kijuju, lakini sema juu ya Kristo kwa uwazi. Lazima useme hili yanzani. Lazima uzungumze juu ya ufalme wa Mungu ukipika nyanjani. Lazima uende ili watu waweze kukutana na Kristo yanjani wakati wowote. Wanawake wa Kikorea waliulizwa kwamba unakwenda kwa nani unapokuwa katika shida kubwa? Jibu la kwanza lilikuwa rafiki, na la pili lilikuwa mpiga ramli kama mganga.
Kwa nini uende kwa mganga? Kwa sababu mganga anasubiri yanzani kila wakati. Lazima utambue hili haraka. Watu wengi Afrika wanatafuta makanisa, lakini kwa sababu hawapewi tatizo na jibu sahihi. Matatizo ya kiroho na majanga huongezeka. Kuna watu wengi sana wanaozunguka jangwani. Hata sahi wakiwa na kiu ya kiroho na kutafuta ukweli, yani injili halisi. Yule anayetafuta mapenzi ya Mungu na kuomba mapenzi ya Mungu kabla ya yake mwenyewe. Wakalatia wa 2:20, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Yule ambaye nia zake zimekufa anaweza kupokea majibu kamili. Bwana hajibu wale waliojaa nia binafsi. Baada ya kuona miujiza ya mikate 5 na samaki 2, umati ulitaka kumfanya Yesu kuwa ufalme, lakini alijiepusha nao na kwenda mlimani. Sio kwamba mapenzi yanaweza kufanyika duniani, bali kwamba yanafanyika duniani kama yanavyofanyika tayari mbinguni. Tunaomba ili kupata mapenzi ya Mungu. Kwa nini tunaomba? Tunaomba ili ufalme wa Mungu uje. Kwa nini tunaomba? Jina la Yesu Kristo si jina lolote tu, ama jina kawaida tu. Tunashuhudia hili yanzani. Muhammad alikuwa mtu mkuu, lakini yeye si Mungu. Yesu Kristo ni Mungu. Hatuna okolewa kwa kushika sheria. Mwanadamu aliye nasua katika dhambi ya asili ana sifa sifuri za wokovu. Mwanadamu aliyetekwa na shetani hawezi kushinda mamlaka ya shetani. Hata akihangaika kiasi gani. Lazima tuwe na uhakika juu ya nini? Lazima tuwe na uhakika juu ya Kristo pekee. Mambo mengine yanaweza kuwa ya sekondari, lakini Kristo lazima awe na uhakika. Ukibadilisha mpangilio huu ni janga. Kwa nini tunafuatilia mambo mengine kwa bidii, lakini tunamwamini Kristo kwa njia isiyo wazi? Yule anayemkabidhi Mungu maisha yake. Kabidhi chakula chako cha kila siku, riziki yako mikononi mwa Mungu. Lazima tuwe wale wanaomkabidhi Bwana kila kitu. Lazima ukabidhi hata maisha yako. Kinyume chake, hii ina maana usijali kuhusu riziki yako kabisa. Kuanzia sasa, kabidhi hata hiyo. Yule anayejua kuwa amesamehewa na hivyo kusamehe
wasamehe wengine kwa moyo wa deni. Ukijua kwamba sisi ambao tusingeweza kuokolewa, tuliookolewa kwa neema ya Mungu na upendo wa Kristo, ni vigumu kwa mtu anayesamehewa deni la talanta 10,000 kupokea majibu ikiwa kisha anamshika mtu mwingine kwa deni la dinari 100. Utasamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadaiwa wetu. Yule anayetambua majaribu, yule anayeweza kutambua kama jambo ni jaribu au la, kupokea majibu. Ikiwa jaribu inakuja na hata hujui ni jaribu, ukiwalumu wengine na kukosa kini cha swala hilo, si rahisi kupokea majibu. Lazima ushikilie kini cha tatizo ili kupata jibu. Ikiwa shetani anakusambulia hivi sasa, lakini unatoa udhuru na kulaumu watu au mazingira, itachukua muda mrefu mpaka utambue. Yule anayejua mamlaka ya shetani. Tunapokea majibu utapotambua kwamba shetani hajapaa bali anafanya kazi kwa bidii bila kuonekana hata sasa. Shetani bado yuko hai, akitafuta mtu wa kummeza. Shetani hawezi kushinda kame isipokuwa kwa jina la Yesu Kristo. Usipotegemea Bwana kupitia maombi, huna budi ila kushindwa na shetani. Ikiwa ungejua kweli mamlaka ya shetani, usingeweza kujizuia kuomba. Yule asiyetafuta utukufu binafsi au tamaa za kibinafsi, yule anayempa Bwana utukufu wote, anaweza kupokea majibu. Inasemekana basi, mlapo au mniwapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Wale waliojaa nia zao wenyewe au wanaotafuta utukufu wao wenyewe tayari wamekwisha kupata thawabu yao. Mtu kama huyo tayari ameshapata thawabu yake ya kidunia. Kwa hiyo haina uhusiano na majibu ya Mungu. Namba 4, mambo matatu ya kufanya. Kwanza, Mathayo 5:24, patana kwanza kisha omba. Usiombe wakati unajenga kuta au kufanya maadui na ndugu zako. Lete sadaka lako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu zako, kisha uje utoe sadaka yako.
Omba kwanza kwa ajili ya Injili, yani ufalme wa Mungu na haki yake. Angalia vipaumbele vyako, hali yako ya kiroho. Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote matazidishiwa. Chunguza makosa yako kwanza, kisha uombe. Mathayo 7:1-5. Msihukumu, msije mkahukumiwa. Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Lazima kwanza tutambue jina la Yehova na jina la Kristo kabla hatujasongea, kwa sababu mapenzi ya Mungu yanatokana na siri iliyo ndani ya Kristo. Mungu hauendeshi ulimwengu kwa sababu ya wanasiasa na wachumi au wanasayansi, bali kwa sababu kuna wale wa kuokolewa. Kila kitu kingine ni msaidizi. Wanasiasa na wachumi na wanasayansi wapo kama zana za kutimiza kazi ya Mungu ya wokovu. Wale ambao wameshika agano sasa wanapaswa kupata mada za maombi dakika baada ya dakika. Kuweka muda maalum wa kuzingatia kunaitwa maombi ya ratiba, yani schedule prayer. Kwa nini tusiombe wakati maombi ni jambo linaloleta majibu? Wale wanaopokea majibu kupitia maombi ya ratiba hatimaye wataingia katika maombi ya bila kukoma, yani continuous prayer, maombi ya endelevu. Kuanzia hapo, kazi ya Mungu hutokea popote unapoenda na katika kila mkutano. Haya ni maombi ya bila kukoma. Kuthibitisha mpango wa majibu ya Mungu. Kutambua neema hii kunasababisha shukurani. Kutambua neema hii kunasababisha sifa. Tuombe pamoja. Mungu mwenye upendo, asante kwa kutuhakikisha kupitia neno la leo kwamba sisi ni watoto tulio na fursa ya maombi. Tunapoomba, hebu tufurahie ukweli wa kiroho wa uwepo wa Roho Mtakatifu. Kupunga kwa mamlaka ya shetani na kuhamasisha kwa malaika zako. Hebu tuweke kando unafiki unaotafuta kuonekana na watu au maneno yasiyo na maana, na badala yake tuwe waombezi wa dhati wanaowasiliana kwa kina na Mungu mahali pa siri. Zaidi ya yote, kabla ya kutafuta faida au utukufu,
wangu. Vipaumbele vyangu virejeshe katika kutafuta kwanza ufalme wako na haki yako. Tunakukabidhi hali zetu zote. Tafadhali tupe chakula chetu cha kila siku na utuongoze kwenye ushindi juu ya kila jaribu na mamlaka ya shetani. Tunakiri kwamba ufalme, nguvu na utukufu ni vya Baba milele. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba.